Profesa Kai Chris amepokelewa na mwenyeji wake makamu mkuu taaluma wa chuo cha MUM Profesa Hamza Njozi na baadaye kuendesha mdahalo wa kitaaluma ulioshirikisha wahadhiri, baadhi ya wanafunzi pamoja na wageni maalum kutoka nchini Kenya. Akizungumza kwa niaba ya Profesa Njozi, Fadhili Mtani ambaye ni miongoni mwa wahadhiri katika chuo hicho ametaja lengo la ujio wa Profesa Kai katika chuo cha MUM. Tunabadilishana mawazo kuhusu mambo mbalimbali yanayohusu taaluma, hasa kwenye research, kwa sababu profesa amefanya research pwani ya Afrika Mashariki kwa miaka mingi. Kwa hiyo kuchukua uzoefu kutoka kwake ni jambo la msingi. Kwa hiyo tumepata nafasi ya kufanya maongezi mawili matatu kuhusiana na experience yake ya research, hasa kwenye areas za philosophy, anthropology, ethnography, Islamic intellectual history na kadhalika. Kwa hiyo mimi kwa kweli nimejifunza mengi sana. Moja wapo katika kumake summary ni namna ambavyo naweza kuintegrate different sources ili ni come up with a conclusion nzuri, nichanganye primary sources, secondary sources, alafu baadaye unatengeneza kitu ambacho mtu anaona kina mashiko, kiko presentable na kiko katika kazi ya kitaaluma zaidi. Ujio wa Profesa Kai kwetu chuo ametusaidia kutuonyesha mapengo mengi au gaps za kitafiti katika jamii hizi ambazo zinahusu Waswahili. Naye Profesa Kai Chris amesema utafiti wake anaofanya katika pwani ya ukanda wa Afrika Mashariki, hususan Tanzania na Kenya, anatumia lugha ya Kiswahili katika kazi zake za utafiti. Niko hapa kwa ajili ya University Exchange baina ya chuo kikuu changu nyumbani, Freie Universität Berlin, na vikuu vya hapa Tanzania, haswa Muslim University of Morogoro. Tuko na exchange. Manake Kiswahili kimekuwa lugha ya utafiti wangu. Nao baadhi ya wanafunzi walioshiriki mdahalo huo, akiwemo rais wa serikali ya wanafunzi chuo kikuu cha Uislamu Morogoro Adam Hamis Kimai, wamebainisha ujio wa profesa huyo umekuwa darasa muhimu kuhusu utafiti na umeleta mwangaza kwao. Rai yangu ni kwamba na sisi wa Tanzania pamoja na wana wa Afrika Mashariki kwa pamoja tuzinduke. Tuone kwamba kuna kila sababu ya kufanya tafiti katika engo hizi za kishairi na shughuli zozote za Kiswahili ili kuhakikisha tunakiendeleza Kiswahili chetu. Ni fursa kubwa na tunavyojua Kiswahili ni hazina. Na Kiswahili ni moja ya lugha kubwa hapa duniani. Kwa hiyo nasi tujitokeze kwa wingi tuweze kushiriki kufanya tafiti hizo za kitaaluma ambazo zinahusiana na lugha ya Kiswahili katika Afrika Mashariki, ikiwemo Tanzania na nchi zingine. Kwa hivyo kuna umuhimu mkubwa sana wa researcher kuweza kufika eneo la tukio na kupata data ambazo ni originality from the province kama alivyofanya Professor Kai Chris. Kwa hivyo he is our role model that we have to cope through him. Inabidi tu adapt kupitia namna ambavyo kazi zake amezifanya kwa ajili ya kuelimisha umma mzima. Kutoka Morogoro, Ramadhan Idilimu wa Mahasin TV.